Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote mlipo, hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tukiwa tunaelekea kile ambacho kimeweza kutangazwa, ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu, mahala ambapo napata taarifa za ukweli ambazo tumezifanyia uchanganuzi kabla ya kuzichapisha. Kwa hivyo subscribe, washa kengele na ulike video. Kipindi ambapo nchi inaelekea kwenye maandamano ya Sabasaba ambayo yametangazwa na wananchi, serikali ya Samia Suluhu Hassan imepaniki, imeogopa, na sasa wametoa mpaka majeshi JWTZ kuingia kwenye mitaa kabla ya nchi kuingia kwenye maandamano ya Sabasaba. Yaani, unaona hii serikali ya Samia imeamua kugeuza jeshi la ulinzi wa mwananchi Tanzania kuwa tawi la CCM. Chochote kikisemwa na wananchi, serikali inatoa tu maagizo, jeshi toka kwenye kambi, njoo barabarani. Kwenye nchi ambayo demokrasia imekuwa, hauwezi ukapata kwamba majeshi wanatolewa kwenye kambi eti kwa sababu wananchi wametoa vitisho. Hapana. Mnaelewa, wananchi wametoa maandamano ama wametangaza maandamano ya Sabasaba ili kutaka haki za wale ambao waliuawa, ili kuhakikisha kwamba Lissu anaachiliwa kutoka jelani, ili kuhakikisha kwamba wale ambao walitekwa wakapotezwa mwaka uliopita kama vile Humphrey Polepole wanaachiliwa, na ili kuhakikisha kwamba katiba mpya inaletwa au inaundwa mara moja na mfumo wa uchaguzi unabadilishwa. Lakini sasa serikali imeogopa. Juzi tu walituma maafisa wa polisi, jeshi la polisi kwenye mitaa ya Dar es Salaam. Sasa leo, mtazamaji wangu, kwenye mkoa wa Arusha, wilaya ya Monduli, ninaambiwa kwamba kwenye mitaa ya Gazakimira, polisi, yani jeshi la mwananchi kipenda JWTZ, wametumwa wengi sana. Wapo kwenye mitaa, wameegesha magari yao, wengine wamesimama tu na bunduki, hata kabla ya maandamano hayo ya Sabasaba kufika. Kumbuka kwamba majuzi tu serikali iliweza kuwaambia wananchi kwamba nguvu iliyotumika kuandaa maandamano hayo itatumika mara 7 kuhakikisha kwamba maandamano hayo hayatakuwa. Bwana Charamira aliyasema hayo. Sasa ninaomba uweze kulike video nikikuwekea hichi kipande cha video, uone jinsi ambavyo polisi, yani jeshi la JWTZ limeweza kumwagwa kwenye mitaa tukielekea kwenye maandamano ya Sabasaba, taifa letu la Tanzania. Thank you. Gracias.
Hiyo ndio hali halisi upande wa mitaa ya Gaza Kimara. Gaza Kimara ipo upande wa Arusha. Na nielewa mtazamaji wangu, kama sijaweza kukosea. Unajua hatuwezi tukajua mitaa yote. Sasa hapa mtazamaji wangu, ninaelezwa vile vile kwamba Bwana Ezra, serikali vile vile ukiwa kwenye mitaa ya Dar es Salaam wameamua nayo kuleta maafisa wa jeshi la JWTZ. Kwa hivyo miji mikuu Tanzania ikiwa Arusha, ikiwa Dodoma, ikiwa Dar es Salaam, naambiwa sasa hivi ipo chini ya ulinzi mkali wa JWTZ. Yaani inaonekana kwamba hii serikali imeweza kusahau kwamba kuna majukumu ya jeshi la polisi na kuna majukumu ya jeshi la ulinzi JWTZ. Majukumu ya jeshi la polisi na jeshi la ulinzi hayawezi yakafanana. Jeshi la ulinzi kazi yake ni kuhakikisha kwamba wanalinda mipaka yetu, wanahakikisha kwamba katiba inafuatwa. Lakini sasa unapata kwamba hadhi ya jeshi la ulinzi imeweza kushushwa mpaka wameamua kupelekwa barabarani kabla ya maandamano. Kuna kitu ambacho napaswa kuelewa hapa. Lengo la serikali hii ya Samia kutuma hawa maafisa wa jeshi la JWTZ kwenye mitaa, wameonyesha kwamba wamepaniki. Lengo lao ni kutaka kutuma ujumbe wa uoga kwa wananchi. Yaani wametuma jeshi la ulinzi kwenye mitaa ya Tanzania ndiposa wananchi waogope, wasiende kujitokeza kwenye maandamano ya Sabasaba. Hilo ndilo lengo la serikali. Yaani wanataka wananchi wakiwa wanapita kwenye mishemishe yao ya siku kabla ya maandamano ya Sabasaba wapatane na jeshi la ulinzi. Alafu wananchi waanze maandalizi yameanza mapema. Hiyo ni kumaanisha Sabasaba wananchi hatutaandamana. Hivyo ndivyo wanataka, yani kujenga taswira ya uoga miongoni mwa wananchi. Kwa kimombo wanaita perception. Perception ni nini? Perception ni pale ambapo unapata kwamba primitive perception ni pale ambapo unapata kwamba taarifa zinaanza kuenea kwamba jeshi la polisi, jeshi la mwananchi lipo kwenye mitaa wengi sana, kwa hivyo watadhibiti maandamano. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Yaani wanataka kufanya nini? Wanataka kujenga hali ya uoga kwamba maandamano haya wananchi hawatapewa nafasi waweze kuandamana, bali watazimwa. Hiyo ndio hali halisi, taswira kamili ambayo serikali wanataka kujenga. Namba 2, wanataka kuambia haya mashirika ya nje ya nchi, Marekani, wanataka kuambia haya mashirika ambayo yamekuwa yakisema kwamba Tanzania palitokea na mauaji mwaka uliopita, wanataka kuambia kwamba sasa hivi wamejiandaa, kuna kitu ambacho kitaweza kikatendeka. Reverse psychology kwa kimombo. Yaani eti kwamba wameweza kuimarisha usalama kwenye mitaa Dar es Salaam, Arusha, Morogoro, Dodoma, eti kwamba hakuna kitu ambacho kitatendeka. Na maybe wanataka kuambia wawekezaji kwamba njoo muwekeze Tanzania,
Tumeweza kuweka mpaka jeshi la JWTZ kwenye mitaa, hapata tokea na jambo lolote. Lakini ungejua ni kipi ambacho kiko kwenye akili ya hawa viongozi, tukianzia Samia, Mwigulu Nchemba, wamepaniki, wameogopa. Wanataka kutuma hawa jeshi kwenye mitaa ili wananchi waogope, wasijitokeze kwa wingi kwenye maandamano ambayo yatafanya mataifa ya nchi za kigeni tena waanze kumulika Tanzania. Ila hapa mimi ninasema kwamba serikali hii imekosa kazi. Haiwezi ikawa kwamba wanatoa mpaka majeshi kwenye barak, wanawapeleka kwenda kulinda mitaa. Hiyo ni kushusha hadhi ya jeshi. Magambo wafanye nini? Polisi wafanye nini? Wanadunisha jeshi, lakini jeshi wamekubali kudunishwa. Jeshi wamekuwa ni kama tawi la CCM. Sijui wazo lako ni lipi, ila unapaswa kujua hii serikali imepaniki, wanataka kuambia wananchi wasiandamane. Wazo lako ni lipi? See you in the next video. May God bless you. Asanteni sana.